Wanasemaga kwamba mwisho wa ubaya ni aibu, lakini pia wahenga wanasema lisemwalo lipo na kama alipo basi linakuja. Hayo ni maneno ya wahenga bana, sio maneno yangu. Lakini hili limetokea kipindi ambacho rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila limemtokea muda huu na kuanza kulahani mambo mengi sana. Nahisi umejua hii issue ya Marekani kuwekea vikwazo rais wa zamani ambaye ni Joseph Kabila. Baadhi ya vikwazo hivyo mojawapo ni kublock mali zake ambazo zipo nje ya nchi ya Kongo, ikiwemo pamoja na Marekani. Ina maana kama alikuwa na mali zake ama majumba, magari ambayo yalikuwa nje ya nchi ya Kongo, basi yatakuwa yapo hatiani. Lakini pia baada ya mambo hayo yote, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni mstaafu huyo hapa Joseph Kabila amevunja ukimya na kuja kuongea mambo mengi. Mojawapo nimekuandalia ripoti ya leo ili ujue kile ambacho Joseph Kabila amekiongelea hususan kupitia hiyo issue ambayo amepata vikwazo kutoka kwa Marekani, na pia watu wengi walitamani kujua kile ambacho ameweza kukiongea. Joseph Kabila amevunja ukimya na kuja na hoja hii ambayo anaita ni hila za kisiasa ambazo ameeleza kuwa kwamba uamuzi wa serikali ya Marekani unaomlenga yeye akiuita kama ni hauna msingi na umechochewa kisiasa. Kiongozi huyo wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka mwaka 2001 mpaka 2019 anaamini kuwa hatua hiyo inategemea tuhuma zisizo na ushahidi wa kutosha pamoja na kile anachokiita simulizi ya serikali ya Kinshasa, na anaonya kwamba inaweza kutafsiriwa kama kuungwa mkono mwelekeo wa utawala wa kihila. Amesema anahifadhi haki yake na kuchukua hatua za kisheria zinazofaa kupinga uamuzi huo na kudai ushahidi unaotumika kama kumtuhumu. Huku akisisitiza kujitolea kwake kwa Umoja wa Mataifa, ulinzi wa mipaka ya DRC na suluhisho la kisiasa linalowasilisha wote katika mgogoro wa Kongo. Akitumia ibara ya 64 ya katiba, Joseph Kabila amesema ataendelea kupigania bila kuchoka ili kumaliza utata huo na kurejesha utawala wa kisheria. Hayo ni maneno ya Kabila ambayo ameyalenga zaidi sana, hususani kupitia kesi yake ambayo imelengwa na Marekani, ambayo watu wengi walitazamia kuiona tamko la Marekani dhidi ya Joseph Kabila. Lakini pia kutokana na hilo inaonekana kwamba Joseph Kabila bado hajaridhishwa na mipangilio hayo ama fungu hilo ambalo ameweza kuwekewa. Lakini pia hiyo ni kawaida ya watu wengi sana, hususan wale ambao wanaotenda maovu. Huwa sio rahisi sana kukubali kwamba ametenda kosa lake na kujishusha. Hiyo ni kawaida kabisa, hususan kabisa kutokana na wanasiasa, ni watu ambao hawakubali makosa yao. Kwa hiyo kuona vitu kama hivi ambavyo Joseph Kabila kuja kuvijibu nje na watu wengi na kuongelea kwamba yeye ni msafi, sijui tuhuma hazina ukweli, sijui zina ushahidi wa kutosha, ni mambo ya kawaida sana kwa wanasiasa kujikanusha na kujikana dhidi ya vitendo hivyo hapo, lakini bado halijaleta tija na nafasi yoyote kwamba ya kusikilizwa kwamba anaonewa na moja mbili tatu, lakini bado yupo kizuizini mpaka sasa. Hana mali yoyote ambayo ipo nje ya nchi ambayo inaweza kuandikishwa jina lake. Kwa hiyo kupitia taarifa hiyo, lakini pia tumekuletea comment section ambazo zimetolewa na watu wengi, lakini pia tamko la Benjamin ambaye ni katibu mtendaji wa muungano wa M23 AFC, ambayo pia wametoa komenti zao na kueleza mambo kadha wa kadha kulingana na kesi hiyo ambayo inayomkabili Joseph Kabila. Lakini pia vikwazo dhidi ya Joseph Kabila vinazuia juhudi za amani kati ya serikali ya Kongo na muungano wa M23 RDF AFC. Lakini pia inaendelea na kusema kwamba na inaathiri utiaji saini wa itifaki ya upatikanaji wa kibinadamu na ulinzi wa mahakama, kama inavyothibitishwa na Bwana Benjamin Mbonimpa, katibu mtendaji wa muungano wa M23 RDF
AFC. Anaeleza kuwa kama hii ndiyo hali ilivyo, kwa nini kibali cha kukamatwa dhidi ya Bosco Ntaganda mwaka wa 2009 na hata kukamatwa kwake na ICC na hakukufanywa na mazungumzo kuwa magumu au kusimamisha mazungumzo kati ya serikali ya Joseph Kabila na CNDP. Joseph Kabila anaweza kukamatwa na ICC kwa uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo ungezuia kuendelea kwa mazungumzo kati ya Kinshasa na muungano wa M23 RDF AFC, ameeleza hivyo. Zaidi ya hayo, tunadai uangaliaji kati ya haraka. Zaidi ya hayo, tunadai uangaliaji kati ya harakati za ICC ili kumkamata. Ninajua vyema kwamba mamlaka ya kadhaa yanawasilishwa na ICC dhidi ya Joseph Kabila hata alipokuwa bado madarakani. Moja ikiwa ni tuma za Joseph Kabila, ameeleza tuma mpaka 5 hivi, lakini tunaanza na moja. Moja ameeleza kuwa mauaji ya halaiki huko Ngawina, Sapo na Kasai yalipangwa na Joseph Kabila. Hiyo ni moja. Pili ni vifo vya wataalamu wa Umoja wa Mataifa huko Kasai ndivyo vilikuwa vikisababishwa na Joseph Kabila. Tatu, ameeleza kuwa balozi wa Italia aliyeuawa huko Kivu Kaskazini ndiye aliyehusika Joseph Kabila pamoja na baba yake Paul Kagame. Ameeleza kuwa baba yake Paul Kagame ni hatari sana. Ya nne ni kwamba katika taarifa yake ya Yoweri Museveni alithibitisha kwamba Joseph Kabila alikuwa amepewa ardhi na ADF NALU na pia mauaji haya yote yalifanywa nao na jukumu lake Joseph Kabila. Lakini pia 5 ni mauaji ya Bundu Ndia Kongo ya Kati yalifanywa pia na Joseph Kabila. Hayo ni madai ambayo yametoka baadhi ya watu ama Benjamin baada ya kesi hiyo kusomwa. Lakini pia ujue kwamba wakati ambao mmoja kati ya wahalifu wanaposhikwa, basi wote hawataki kuingia kwenye vikwazo hivyo, ama wengine huwa wanamsukuma mwenzao ili adumbukie kwenye korongo, wengine wasionekane kwamba walikuwa ni wahusika katika hilo. Na hili pia ndo linaloendelea hapa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaoshirikiana na Joseph Kabila wameanza kuona kwamba kutokana na mambo hayo yanayoendelea, huenda Joseph Kabila akaunganisha watu wengine kuingia katika mzozo huo. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kuchukua yale yote ambayo yalikuwa yakifanyika kipindi hicho na kumsukumizia Joseph Kabila ili aumie peke yake na afe peke yake. Kwa hiyo ni kawaida ya siasa na kuona kwamba wanasiasa muda mwingine huwa wanasukumiziana vitu kama hivyo, na hiyo kwetu sio kesi. Wakongomani tunahitaji uhuru wetu, tunahitaji kile ambacho kinachoitwa amani katika nchi ya Kongo. Kwa hivyo mambo ya wanasiasa kutupiana hapa na pale hatuyahitaji. Zaidi yake tunahitaji amani katika nchi yetu, na pia Joseph Kabila ajumuishwe na makosa yake yale ambayo aliyafanya kipindi hicho ambacho yupo katika madaraka, lakini pia mpaka sasa ambayo anasapoti M23 ambao ni watu wanaoua ndugu zetu na kunyang'anya mali zetu. Kwa hiyo wakongomani tunahitaji amani. Kama mkongomani popote ulipo, basi tunakuomba uweze kutoa comment kwa kile ambacho tumeweza kukuletea siku ya leo, ili tujue kwamba unapatikana wapi na kile ambacho umeweza kukisikiliza, je, umekionaje na pia kimekufikia namna gani? Itakuwa ni vizuri zaidi sana ndugu yetu mkongomani popote pale ulipo, na usahau kwamba taarifa hizi unazipata kupitia Mbavu TV online popote pale ulipo, na pia tunakuomba uweze kushare video zetu ili walioko mbali na sisi waweze kutupata